nataka kuelezea DNA ni nini. DNA inajulikana kama ni deoxyribonucleic acid. Hivi kwa Kiswahili ni vinasaba. Ni vichembe-chembe vya urithi ambavyo vinapatikana ndani ya viini tete vya kila mtu. Hivi vinatumika sana kwa kama utambulifu au utambuzi wa mtu. Asante. Utambuzi wa mtu ndio inatumika kwenye kesi za jinai za uhalifu kuweza kumtambua nani anahusika. Asante sana. Na hii DNA inakuwa inafanyaje? Yaani inafanywa vipi kwamba? Okay. Tunatumia njia tofauti, yani kwa vifaa ni vingi, lakini sana uchunguzi wake unavyokuwa ni ndani ya viini tete. Tunajaribu kupata DNA ambayo hii ndo tutaangalia kuchunguza kuweza kuona hiyo kama inakuwa kama identification au utambuzi wa mtu ambayo hii inakuwa ya kwake pekee. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji wa Sunen TV, kabla kuendelea mbele, lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0679689203. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi na kuuliza chochote kuhusiana na kile ambacho tunazungumzia kwa siku ya leo. Nije kwako kwa ndugu Siwajibu. No. Hii DNA inakuwa inasaidiaje kumtambua mtu ambaye amefanywa vitendo vya udhalilishaji? Sawa, asante ndugu mtangazaji. DNA kama alivyosema mwenzangu hapa kwamba ni mpangilio wa genetiki ambao ni mpangilio wa vinasaba wa kila mtu. Pia tunaweza kumtambua mtu husika kutokana na utofauti wa mpangilio wa zile taarifa muhimu ambazo ndio hizo DNA za kila mtu. Ina maana kila mtu ana mpangilio tofauti na mwenzie. Yaani inakuwa ni wa kwake peke yake. Kwa mfano mimi hapa nina mpangilio wangu peke yangu, mwenzangu hapa ana mpangilio wake peke yake, na wewe una mpangilio wako peke yako. Hii inamaanisha kwamba mimi na wewe tunatofautiana. Sasa ndio hivyo. Tunaweza kumtambua mtu kutokana na ule mpangilio wa kitofauti wa kipekee. Sasa asante sana. Nije hapa tena kwa ndugu Hida. Je, ni aina gani za sample ambazo zinatumika kwa ajili ya kuchunguza hii DNA kwa mtu ambaye amefanya vitendo? Okay. Kwa sampuli ambazo tunatumia zinaweza kawa pengine zimetoka mwilini. Sampuli hizo zinakuwa kama damu, kama mate. Kwa sana kwa mzoefu tunatumia kipanguso ambacho kinatiliwa mdomoni. Hii ndio unapata mate na unapata viini tete ambavyo ni rahisi kutoka. Lakini hivyo pia unaweza kupata kwenye nguo za mtu, yani kama kiacha majasho, kama kuna cells zake hizi za ngozi pia. Lakini kwa sababu tunahusika kwenye kesi za uhalifu na za udhalilishaji, kuna DNA ambayo inaachwa kwenye vitu ambavyo pengine vimeguswa na viini tete vya mtu, au kama tuseme nguo, tuseme kama damu imemwagika sehemu unachukua kwenye hicho kitu, kama silaha imeshikwa na mtu, vitu kama hivyo vinatumika kwenye uchunguzi wa vinasaba. Asante sana. Kwa hiyo kwenye masuala ya pia kwa wale ambao wanafanya vitendo vya uhalifu pia mnakuwa mnatumia. Ndio. Okay. Kama mtu kutwa pengine uhalifu, si kesi ya mwizi, kapita kwenye mlango, kashika ule mlango, sehemu kama ile inapatikana DNA yake, ushahidi inapatikana. Asante sana. Na nirudi hapo kwa ndugu Siwajibu. Je, uchunguzi wa DNA kwa kiwango gani una usahihi katika kubaini vitendo vya udhalilishaji? Sawa. Kiwango ambacho kwa sababu tafiti zimefanyika na imeonekana kwamba huu uchunguzi wa DNA ama vinasaba ni tuseme ni uchunguzi wa kitaalamu. Kwa hiyo kwa kiwango kilichopewa ni kwa 99.99 kuonesha kwamba uchunguzi huu unatoa majibu sahihi na majibu ambayo yanaweza yakaaminika. Ni hivyo. Sasa asante sana. Na nirudi hapa, kwa nini kuna umuhimu wa kufanya hivi uchunguzi wa
sample hizi za DNA? Ni muhimu sana kufanya uchunguzi wa vinasaba DNA kwa sababu unapata ushahidi wa kisayansi ambayo inatambulika kama ni objective evidence. Na maanisha kwamba sana ushahidi ambao unatumika unakuwa pengine mtu kaona kitu au mtu kahadithia kitu, lakini kwenye kesi kama hizi inasaidia ukipata ushahidi ambao hakuhitajika mtu kuona. Yani ilikuwa kama kesi za udhalilishaji, saa nyingine watu wanafichwa sehemu, hakuna shahidi mwingine, lakini ukipata ushahidi wa DNA pale pale unapata kuona kama mtu anahusika au vipi bila kuhitaji ushahidi wa mtu yote mwingine. Asante sana. Kingine kwa kuongezea hapo, umuhimu wa uchunguzi wa DNA, kwanza unampata mtu husika. Kama ni kweli mtu X alihusika kwenye tukio, watu wanahisi kwamba yupo ama si hayupo, ukapatikana ule ushahidi, akija akifanywa uchunguzi wa DNA, mwisho wa siku anabainika kwamba tunafanya ulinganisho kati ya vielelezo vilivyopatikana kwenye eneo na yule mhusika wenyewe. Unafanya ulinganishi kati ya kwa kutumia hiyo taaluma ya DNA, mwisho wa siku unabaini kwamba amehusika ama hajahusika. Asante sana. Na je, ikitokea kwa mtu ambaye amefanya uhalifu akatumia, tumesema pale mnakuwa mnatizama ule mlango, pengine mtu kagusa, pengine ameweka kitu cha mtu mwingine, pengine labda nguo ama kitu chochote kwa cha mtu mwingine, na wakati uhalifu kafanya mtu mwingine, hapa inakuwaje katika kubaini tatizo hili? Kama ikitokea hivyo, kwa kesi hizi tunapokea sampuli tofauti. Hatutegemei sampuli moja tu. Kwa hiyo kuangalia sampuli zote tulizopokea tunaweza kubaini. Inawezekana pengine sehemu moja ndio kafanya hivyo, lakini sisi tunalinganisha kwa kila moja kuhakikisha kama huyu mtu kahusika au hajahusika. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji wa Sunen TV, kipindi hewani ni Afya na Mimi, na leo hii tunazungumzia kuhusiana na uchunguzi wa DNA katika kesi za udhalilishaji pamoja na uhalifu. Lakini mpenzi mtazamaji, una fursa pia ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0679689203. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi na kuuliza kile ambacho tunakizungumzia kwa siku ya leo, ambapo tunazungumzia kuhusiana na uchunguzi wa DNA katika kesi za udhalilishaji pamoja na uhalifu. Na je, kuna ushahidi gani ambao unapatikana kwa kesi hizi za udhalilishaji ama ubakaji? Ushahidi huwa ni mwingi. Kwa kuanzia, kama ni kwa mfano hizo kesi za udhalilishaji, mtu amebakwa labda amelaitiwa, ushahidi kwanza utakuwa ni kwa muathirika mwenyewe. Sasa Utapata kuanzia nje mpaka ndani. Lakini pia kwenye eneo ambalo tukio limetokea, pale kuna ushahidi mwingi ambao tunaweza tukapata, ama kwa kushirikiana na vyombo vya usalama, wao wakiwa wako yani wamepewa ile taarifa kwa mapema, wanaweza wakapata ushahidi mwingi pale na kwa muathirika mwenyewe. asante sana. Na je, ni changamoto gani ambazo zinajitokeza wakati wa kukusanya hizi vinasaba? Changamoto ambazo tunazikuta sisi ni kuchelewa kutoa taarifa, kumaanisha kwamba sampuli za vinasaba zina kama sensitivity. Kuchelewa muda inamaanisha inaweza ikaharibika. Kama ikiwa joto sana, ikiwa kuna unyevu majimaji, inaweza kuharibika. Pia muda ukienda, mtu anaweza kuwa kajisafisha, kakoga, kabadilisha nguo. Sasa hii inasababisha kupoteza ushahidi. Kwa changamoto hizo ndo tunazikuta sana. Asante sana. Kwa hiyo kama hapa kwa mtu yule ambaye pengine ameshajisafisha, ama kwa yule ambaye amefanya vitendo vya ubakaji, inakuwaje na mnakuwa mnapata majibu vipi kama huyu mtu amefanywa hivi vitendo?
kwa ukiangalia nje au ukiangalia kiharaka unaweza kusema sitapata majibu. Lakini mbali na kujisafisha, tumesema ushahidi unapatikana katika nyanja mbalimbali. Kwenye eneo la tukio. Kwa hiyo wasikate tu tamaa kwamba mimi ndio nishajisafisha ndio niishie hapa, hapana. Toa taarifa mapema, nenda hata kama nimejisafisha, lakini kuna uwezekano wa kupata ushahidi wa sehemu tofauti. Na je, kwa upande wa masuala haya ya kuchelewa vile kutoa taarifa, labda kuna athari vipi kwa mtu yule ambaye amefanywa vitendo hivi? Nije kwako hapa. Samahani, naomba urejee swali. Yaani kuchelewa kwa vile kutolewa zile taarifa labda kwa yule ambaye amefanywa vile vitendo, kuna athari vipi? Kuna mwathiri hii zaidi inakuwa kwa afya tuseme. Kwa sababu ikitokea hivi ana uwezekano wa kupata maradhi ya kuambukizwa. Kwa hiyo kuchelewa kufika hospitali pene inachelewesha kupata sampuli za kusaidia kupata ushahidi. Lakini pia kwa mambo ya tibabu ambayo anaweza kupata kwa haraka. Akichelewa pia anakuwa kwenye riski hiyo. Kwa kuongezea labda hapo ni kama alivyosema mwenzangu kwamba unapochelewa kutoa taarifa mapema, ina maana unapelekea mazingira magumu wa ule ushahidi kupotea. Kwa hiyo moja ya changamoto nyingine ni hivyo kwamba watu wanapochelewa kutoa taarifa mapema, ushahidi unapata maisukosuko, ina maana unaweza ukapotea ama unaweza ukakosa haki kupitia kukosekana kwa huo ushahidi wenyewe. Sawa. Na je, kwa upande wa DNA inakuwa inawasaidia vipi wale waathirika ambao wanapata haya matatizo ya udhalilishaji katika masuala haya ya kesi? Kwa waathirika ama wahanga wa udhalilishaji, kikubwa kinachowasaidia kwanza wanapata haki. Wanapata haki ikiwa ni kweli alizalilishwa na alimuona muhusika anakana, lakini yeye amefanya juhudi kwamba kutoa ule ukweli kwamba mimi nimezalilishwa na mtu X, lakini yeye anabisha, anakana. Kwa hiyo DNA hii imekuja kumbainisha yule ambaye muhusika ambaye hajaonekana na watu lakini amehusika katika udhalilishaji. Asante sana. Na nirudi hapa. Wanasema je, kwa upande wa matokeo haya ya DNA yanakuwa yanakubalika kwa kiwango gani kwa upande wa mahakama? Matokeo ya DNA kwa upande wa mahakama yanakubalika 99.9. Inaitwa gold standard. Ukienda na ushahidi huo wa kisayansi kama DNA inakubalika 99.9. Asante sana. Kwa hiyo hapa kwa wale ambao inapotokea changamoto hii ya kufanywa vitendo vya udhalilishaji, kwa hiyo tukimbilie haraka katika kupata hichi kipimo cha DNA ili kuweza kupata kwa mujibu tuseme kwamba kesi ile ambayo iweze kufanyika na kuweza kupatiwa haki stahiki. Na mpenzi mtazamaji wa Sonen TV, kipindi hewani ni afya na mimi, una fursa ya kutuma ujumbe wako mfupi na kuuliza kuhusiana na kile ambacho tunakizungumzia. Leo hii tunazungumzia kuhusiana na uchunguzi huu wa DNA katika kesi za udhalilishaji pamoja na kesi za uhalifu. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0679689203. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi na kuuliza chochote kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza hapa. Nije kwako hapa tena. Je, kuna taratibu za kulinda faragha ya watu ambao wanafanywa vitendo vya udhalilishaji? Ndiyo. Ipo kanuni yetu ya vinasaba 2019 ambayo imetaja umuhimu na utaratibu wa kulinda faragha ya wahanga hawa au victims hawa. Pia kuna sheria ambazo zinatuongoza. Pamoja na haya, hata kwa utaratibu wa kazini kwetu kwa wakala maabara mkemia mkuu wa serikali, tumeweka sehemu maalumu ya kisiri ya kupokea wahanga, watu wa kesi hizi,
kwa matokeo au kwenye uchunguzi ni kwa kisiri, kwa kulinda faragha zao. Na ni hivyo. Asante sana. Nije kwako ndugu Siwajibu hapa. Je, nani ambaye anapaswa kupewa hivi matokeo ambayo ya vinasaba? Sawa. Kwa watu ambao ni wahusika moja kwa moja ambao wanapaswa kujua matokeo ya vinasaba, wapo ni tofauti. Kwanza kabisa ni mwenyewe muathirika ama mhanga wa kesi za udhalilishaji, anapaswa kuona yale matokeo, alizike nayo. Lakini pia kuna vyombo vya usalama ambayo ni jeshi la polisi ambao ndo wanahusika zaidi ya kusimamia hizo kesi za udhalilishaji, pamoja na mahakama. Lakini pia ustawi wa jamii, kwa kesi ambazo zinatokea kule moja kwa moja, wao wana haki, wanapaswa kuyaona matokeo.